Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Jambo. Jambo sana ndugu mtangazaji. Naweza kutambulisha? Ni chef de secteur wa Mtambala Esombo Lubunga Jina. Leo tupo tarehe 18 mwezi wa 10 2024. Imekuwa mwaka sasa tangu uteuliwa kwa kiongozi wa sekta ya Mtambala. Una neno gani kwa raia wako kwa sasa baada ya mwaka mzima kwenye utawala wa sekta hii? Asante sana kwa swali ambalo umeweza kuniuliza ndugu mtangazaji. Ni vema raia ioneshwe kipi ambacho kumekushafanya kwenye muda wa mwaka mzima. Ni tarehe 18 ndipo nimeweza kusimikwa kwenye uongozi wa sekta Mtambala, na zilikuwa za mwezi wa 10 na leo tumefikisha tarehe 18 za mwezi wa 10. Yaani hapo mwaka tayari umeshaenea. Ni kipi tumeweza kufanya kwenye muhula huu ama wakati ama muda huu wa mwaka mzima? Cha kwanza tumeweza kufanya relocalisation ya adresse ya chef ya secteur kutoka Baraka kuja hapa Malinde, kwa sababu sekta yetu ili connaître découpage, ilizaa entité ingine ambayo inaitwa mairie de Baraka, na ni hapo ndo kulikuwa makao makuu ya sekta yetu ya Mtambala. Alafu tumeona vema tubaki Malinde, japo hakuja kuwa chochote kila ambacho serikali kuu au serikali ya mkoa imeweza kuandaa kwenye makao makuu haya mapya ya sekta. Mmefanyishaje mpaka mkapata ofisi baada ya kutoka kule Baraka? Haya, asante sana kwa swali hilo. Tumekuja hapa kukua kitu chochote, lakini tumeweza kukamata nyumba ambayo ni entrepot ya soko. Kwenye soko ya Malindi ilikuwa lema zamani, na ni hapo tumekuja kujihifadhi, na ndio kwenye tunashinda kwa sasa. Je, vitengo vyote vinaenea sawa sawa? Idara zote za serikali? Ndani ya nyumba hii vitengo vyote vinaenea. Tuna chumba cha comptabilité, kuna chumba cha genre et famille, tuna chumba cha état civil, tuna chumba cha budget, aussi secrétariat iko pale na informatique pia. Ndio, kuendelea na mambo mengine. Jambo la pili ambalo tumeweza kufanikisha kwenye mwaka huu, tumefanya ujenzi wa daraja au kilalo cha Mtoni Atonga pale Kalongwe. Kilalo hicho ama daraja hiyo imejengwa na pesa ambazo zimetoka kwenye mikono ya raia wa sekta Mtambala, ndio wamechangiza kwa kulipa ushuru wa taifa kwenye sekta ya Mtambala. Jambo la tatu, tumeweza kupata ujenzi wa daraja la pili la mto Mtambala pale Malicha, à travers partenaires ambao wametusaidia Alerte International na OJP iko consortium ile wametujengea pale, tukiungana mkono kwa mkono na sekta ile iko aki ya secteur wakati wangu ambao tumekwenda kuipata. Vile vile Alerte hiyo imetusaidia addiction d'eau potable kwenye vijiji vifuatavyo pale Itota, Kitibili, sehemu za Simbi hapo na Benge. Wametia maji safi ambayo tayari mafontaine yuko na watu wanatumia maji. Tuliweza kurealize tena kwenye mwaka huu mmoja ambao tumekuwa kwenye uongozi wa sekta kujenga ama kufungua soko ambalo linaitwa soko Sala Nguba hapa Malinde. Kama vile chef lieu de secteur ilikuwa ina soko, ndipo sekta imeona vema pamoja na raia wa kijiji cha Malinde ni kama ya kwamba tutie soko hapa, na soko hiyo iko opérationnel déjà. Pendant hii periode ya une année nikiwa à la tête ya secteur, tumefanikisha kuanza ujenzi
wa ofisi kuu ya sekta ya Mtambala. Tayari tumeshamaliza msingi na kwa sasa hivi elevation de mire iko napanda, donc projet inga toujours en cours. Na hiyo kazi inafanyizwa na tozo au kulipa ushuru wa taifa kwenye mfuko wa sekta wa Mtambala. Ni raia wenyewe ambao wanafanya hiyo kazi, na ndio wenyewe na ndio hizo pesa zinajenga hiyo nyumba hapo. Pamoja na hiyo hatutasahau watenda mema, watoto wa Mtambala, vijana wa Mtambala ambao wametusaidia hata beni 3 za gravier. Vile vile tumepata msaada wa communauté locale yenye naishi mweneo ambaye inaitwa Zea Sensa. Tukisema Zea Sensa ni nini? Ni zone d'exploitation artisanale, inakamata autant de villages Simbi, Mukera, Itota, Kananda, na hadi huko kwa Tebenge huko. Alaro hiyo walitusaidia kabisa, mchango mkuu wa pesa shizo ndogo kama vile $1,200 ambazo zimetusaidia kupata sehemu ya kutosha ndani ya sima. Ni raia wenyewe wao wanajitoa kwa kufanya ujenzi wa ofisi kuu ya sekta ya Mtambala. Vile vile tumeweza kuhalilisha au kutengeneza hali ya maisha ya wafanyakazi wa sekta hii ya Mtambala. Wakati nimeingia hapa nimekutanisha wafanyakazi. Tukisema wafanyakazi wanani, ni personnel administratif ya secteur abakuwa napata angalau motisha, yani prime au ndo mshahara, lakini kwa sasa wanazipata regulierement, ijapo ziwe ndogo, ila zinaweza kurepondre mahitaji yao kwenye familia wakati wanazipokea. Vile vile tumeweza kurehabiliter route de desserte agricole tronçon Malinde Mulongwe. Kila anayepita pale anaona mifereji ambayo tumefungua pale juu ya kukingia barabara ambao imejengwa na wahumanitaire wa Codeva. Tumefanya assistance aux sinistrés des catastrophes naturelles mupreski Dubwari kwenye kijiji cha Kiimino. Nafikiri ulimwengu wote ulijua yaliyotokea pale. Kulikuwa nyonyomoko wa ardhi, maji yalipanda, watu walikufa, lakini sekta haikufunga macho, ilitoa angalau kitu fulani cha kusaidia familia zilizopata majanga hayo. Tumeweza tena kufanya ujenzi wa hangar ku plage ya Kotongo, projet toujours ingali en cours parce que tulikuwa menacé na maji il envahit les parcelles yenye tunajenga. Alors je pense que le village il a tout proposé nafasi nyingine pour que tuancheve kazi hiyo ya ujenzi wa hangar pale Kotongo. Vile vile tumefanya suluhisho au kupatanisha viongozi wa asili kwenye groupement ya Watombwe ndani ya vijiji na uongozi wa groupement wenyewe pale Katalukulu, ambao tulireunir ma village yote donc comité ba vieux sage ya Watombwe bote walikuwa pale kwa kutafuta amani na salama idumu ndani ya groupement ya Watombwe. Aussi tumefanya mkutano mkuu wa bajeti ya sekta ya Mtambala kwa mwaka huu ambao tunakwenda kumaliza. Nafikiri bajeti yenyewe itafika mwishowe ni mwezi wa 12 tarehe 31 au tarehe 30 ni hapo bajeti itafika mwisho. Tumeweza kukutanisha kushe zote confondi musale polyvalent ya pale Malinde, ya hapa kwetu Malinde plutôt, na tukaweza kuwasomea bajeti ya sekta gisi ilivyo na ilikubalika kwenye mkutano huo. Alors hayo ni mambo ambayo sisi tumeweza kufanikisha kutumika kwenye uongozi wetu kwenye kipindi cha mwaka huu umoja. A partir le 18 octobre 2023 na le 18 octobre 2024.
Ni hayo sekta imefanya kwa mapato madogo na msaada mbalimbali imeweza kurealize. Kuna baadhi ya mambo ambayo mtaja kufanya lakini ya kufanikisha ndani ya mwaka mzima huu. Ndio tulitarajia na tunatarajia pia kufanya poulailler, donc tutatia poulailler hapa ya kuku ili ikuwe kama vile ageur ya secteur ambaye atakuwa naingiza pesa ndani ya mfuko wa sekta. Maana yake kuku hizo ni zile ambazo zinataga mayai kwa siku, hata mayai zaidi ya mayai 12, zile kuku za motoi. Ile tutaifungula hapa Mungu akitusaidia avant que atuyamaliza année budgétaire yenye tuko nayo. Aussi tuna mpango wa kutia au kulima shamba ya secteur ambayo itaweza kamata hata hektare 3, zikiwa ndogo, zikiwa nyingi tunakamata hata hektare 5. Itadependre na uwezo. Hiyo tutailima kwenye groupement ya Bashimu Maside village Kananda, ndo kwenye tutatia hiyo shamba, na tayari uwanja upo. Mwa saison A itajengewa avant que atuyamaliza budget ya mwaka ambao tunayo hapa. Vile tuna prevoir kufungula soko ya Simbi, soko ya Nemba, soko ya Karamba, soko ya Mizimu, soko ya Kandali pamoja na plage ya Kandali kwenye wakati, donc kwenye exercice ya année budgétaire yenye tuko nayo, pour que vitu navyo tuvirealize avant que atuyafika ukingoni plutôt wa budget ambayo tunakwenda kutumikisha. Aussi Mungu akisaidia mwakani tunapangilia pia kufanya rehabilitation ma route de desserte agricole mu axe ya Nemba Misha, Ichibenki Obwe, Atungu Luongo, Mulongwe Kalongwe, Mshile ya Fulo Ange Lwende, aussi Akatalukulu Kalongwe na kadhalika. Tutajitahidi kufanya ile kama Mungu anatusaidia kupata wafadhili au kupata misaada, na hii nusu ambayo sisi tunakwenda kukusanyisha kwenye mikono ya raia kwa kupitia ushuru wa sekta ambao wanakwenda kulipa. Mmepata baraka baada ya kuja kutafuta sehemu kukaa ndani ya sekta. Baadhi ya watu walitarajia mtakuwa Mkera au Some. Shwa ya Malinde ilitokana na nini? Wakati decoupage imefanyika, sio sekta imekamata azimio eti kusema ke sekta itabakia hapa Malindi. Ni serikali ya mkoa pamoja na serikali ya taifa, serikali kuu, ndipo wamesema kadiri Mutambala imezaa jiji la baraka, ni vema sasa Mutambala ibakilie Malindi kama vile chef ya sekta. Kusema ke kwenda Mkera, kwenda Some pale vile ni kwenda kinyume na sheria na taratibu za serikali ambazo zimeweza kukata entite hii na kutupeleka hapa. Upande sijua matatizo mwaka mzima huu ambako kwenye uongozi wa sekta ya Mtambala, ni matatizo gani ambayo unaona kabisa na inasumbua sekta hii? Matatizo tunayo ni mengi tu sana. Unaona, kwanza uchumi ni jambo moja kubwa. Sekta ya Mtambala pumu yake ilikuwa ndo ile jiji la baraka ambalo tuliacha kuwa inakuwa meri. Kukuja huku tunakuja kwenye shamba mpya, imetubidi kutumika sana tupate hiki na kile. Maana yake uchumi ni tatizo moja kubwa sana ambao unatuzuru zaidi. Tunategemea pesa za wakulima, wavuvi na watembeaji tu. Lakini unaona kwenye eneo baraka vitega uchumi vilikuwa vingi sana. Kuna viwanda, kuna mahoteli, kuna mabaa na kadhalika. Lokalima hapa tulikuja kutanisha kubure, tumeanza kubuni, nafikiri baadaye mambo yataboreka na yatakuwa vizuri. Umesema kwamba kama umefanikisha yote hayo ni kwa msaada mkubwa wa raia wa chini ambao wanatoa ushuru wao ili kujenga sekta hii.
Sijui una neno gani kwa raia wa Mtambala wote? Mimi nimesema ya kwamba natoa tena asante sana kwa raia wa Mtambala. Mshikamano ambao tuko nao ni mzuri sana, nafikiri tutaendelea vizuri kwa kuweza fanikisha miradi ambayo tunapanga kwa awamu ya bajeti ya mwaka ujao. Itatusaidia zaidi sana, kwa sababu bila wao kutuasiste hatungeweza kusogelea mbele ama kufaulu kufanya hiki na kile. Wahenga husema kidole kimoja hakiwezi kuvunja chawa, bali ni sherti vidole viwili viungane ndipo mtaweza kuvunja chawa. Mnatumia kwamba amuko mnataka kufanya miradi ya ulimaji sababu njaa ipo, lakini nyinyi viongozi amuko kwenye mstari wa mbele kulima. Je, hiyo pia amuko prevoir kulima mashamba kwa ajili ya kupiganisha njaa? Nafikiri nimesema tayari kwenye exercice budgetaire yenye tenda kuisha mwezi wa 12 tarehe 30 hapo ndio tutamaliza exercice budgetaire. Na shamba tayari tumepata eneo, tulikuwa tunatafuta eneo, tumepata eneo tayari iko pale na ni Kananda, na wataanza hivi kulima mwa saison 1 pour que tuone kama tunaweza punguza njaa kwenye sekta yetu ya Mtambala. Kama kiongozi unaweza penda pesa ziingie kwenye mfuko wa serikali, lakini pengine baadhi ya wataxateur wanapenda kuishia pesa kwenye mifuko zao na kosa kufika kwenye kesi ya serikali kufanya miradi ambayo itakuwa kwa faida kwa wote. Unaweza kuwa na ujumbe gani kwa wale wafanyakazi wako pia? Nafikiri swala hilo tuliweza kuambia wami, yani wale wa chef de groupement na wa chef de village ki bakuwe ndo ba inspecteur wale wa taxateur benye bakuwa na récolter makuta kwenye eneo zenye wako ni wando wenyewe wanawachunga, kwa sababu ili tuweze kufaulu kufanikisha miradi ambayo tunaenda kutumika. Na tena tunapeleka hiyo tunapeleka huo mzigo kwenye kuwa wami wale wa asili wanaoongoza groupement zetu, ya kwamba wakuwe wa inspecteur wa kwanza kufuatilia wa taxateur kwa gisho na kwenda kurekolte pesa za sekta ili ziweze kufika kwenye mfuko au kwenye chumba cha fedha cha secteur, pour que tuweze kurealize projet zetu zenye tuko nazo na zenye tutanvisager tena ama kuprevoir mu exercice ya 2024-2025. Kwa modo wa mwaka mzima huu uko kiongozi, sijue relation ya sekta ya Mtambala na entité ville ya Baraka iko namna gani? No, entité ya Mtambala na Baraka hakuna tatizo yote ile. Ijapokuwa watu wanasomea mabarua kwenye envelope bila kufungua, hakuna tatizo lolote lile. Tuna uhusiano bora, hamna matatizo. Inasemekana kwamba umeweka soko siku moja na soko ya Katanga ili kuharibu soko ya Katanga. Habari zinasemekana sana hizo. Iko habari, unasema kitu gani? Ieleweke vema kwamba siku ya kwanza kila mbembe mkaaji wa tarafa la Fizi anajua kwamba ni siku yenye ilikuwa na lema soko ya Simbi, na Simbi yuko kwenye groupement ya Basimkuma Side. Alors avant que atuyafungule le soko, na tulisema tutaifungula soko ya Simbi kwa siku za usoni hapa, ndipo tumeona sala nguba kwanza itumike kwenye siku ya kwanza. Hata kama jiji la Baraka ilifungua ile walipenda kuua soko yetu ya Simbi, na ndio maana tumeweza kukamata usiku tena kuitia kwanza hapa. Anatandake wakati tutafungua soko ya Simbi. Washauri wangu wa kwanza tena wa ndani ni hao wami wa asili ambao wanaongoza magroupement yetu ya sekta ya Mtambala. Iko mzuri sana, tunawasiliana nao vizuri sana usiku kwa mchana, na mashauri mengi inatokea kwao. Ni wao ndio wavisaji wangu ambao wananishauria kwa kuweza kufaulu kusonga mbele katika kazi hii ya uongozi wa sekta Mtambala. Ujumbe wa mwisho kwa wakaaji wa sekta Mtambala kwa ujumla? Nimesema ya kwamba tumeshukuru sana kwa kuungana mkono kwa mkono na raia wote wa sekta Mtambala kipekee, na kwa raia wote wa sekta wa territoire ya Fizi kwa ujumla, bila kusahau haya ambayo tumefanya ni kuenda kuconcrétiser vision ya chef de l'État mwenye alituconfier hizi pouvoir ku niveau local pour que tufanye visibilité ya jina lake, kwa kuonesha kama kuko changement ya pouvoir yenye ilikuwa kuanza kubaze mpaka ku national, et que population iko naona ina palper realite yenye
tuko tunaenda tunarealize kwa niveau local. Mkuu wa sekta Mtambala, tunakushukuru sana. Haya, asante sana ndugu mtangazaji. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.